tuingie darasani. Leo tunajifunza serikali ya Mungu ikoje. Katika serikali ya Mungu, Mungu mwenyewe ndio kiongozi mkuu, yaani mtawala mkuu kwenye hii serikali. Halafu anafuata Yesu Kristo ambaye ni msimamizi mkuu kwenye serikali hii. Halafu anafuata Roho Mtakatifu ambaye yeye ni mfuatiliaji wa utekelezaji katika wizara mbalimbali kwenye serikali hii ya Mungu. Sasa kwenye serikali hii ya Mungu zipo wizara 5 ambazo tunaita huduma, na katika kila wizara kuna idara mbalimbali ndani ya wizara. Wizara namba 1, mitume. Kazi ya mitume ni kutuonesha upendo wa Mungu jinsi ulivyo. Wizara namba 2, manabii. Kazi ya manabii ni kutuonesha utakatifu wa Mungu jinsi ulivyo. Wizara namba 3 ni wainjilisti. Kazi ya wainjilisti ni kuwavuta watu waje kwa Yesu. Njooni kwa Yesu, haleluya, mwisho umekaribia. Yesu anasema wakati umefika, haleluya, yeah, mpaka sauti hiyo. Ndo kazi ya wizara yake. Wizara namba 4 ni wachungaji. Sasa wainjilisti wakisha wavuta watu waje kwa Yesu, hawa watu wanatakiwa wawe na mchungaji, maana ni kondoo. Kondoo lazima wawe na mchungaji. Kwa hiyo kazi ya wachungaji ni kuchunga wale watu sasa walioitwa wakaingia kwa Yesu. Hawa wachungaji wanafanya kazi ya kuwachunga, na huwa wanakuwa kama wazazi, kama baba au kama mama, wanakulea vizuri, wanakuchunga sasa ili usitoke tena nje ukaanza kuhangaika huko nje ukakutana na mbwa mwitu. Na wizara namba 5 ni walimu. Sasa hawa ndio wanakuja kukufundisha kweli ya Mungu ni nini, wokovu ni nini. Wanakufundisha sasa ili uweze kukua katika yale mafundisho, ili utoke katika utoto na uwe mtu mzima kiroho, ukaweza kujitambua na kujua kusudi lako na kuanza kutembea katika kusudi lako. Na kwenye wizara ya wainjilisti kuna idara ziko ndani yake, ambapo ndo unapata waimbaji, waombaji, yani wana maombi, unapata wale wanaoenda mitaa kwa ajili ya kushuhudia habari njema za Yesu Kristo. Alafu kwenye wizara ya wachungaji ndio tunapata mashemasi, wahudumu, makatibu wa kanisa, watunza hazina, wapo katika wizara hiyo. Na hiyo ndio serikali ya Mungu kwa ufupi tu. Na tukumbuke kwamba serikali ya Mungu msimamizi ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna aliyekuwa bora zaidi ya mwingine, hakuna wizara iliyo bora zaidi kuliko nyingine, lakini zote zinategemeana ili kujenga mwili wa Kristo. Sote tunatakiwa kuwa na umoja na upendo katika Kristo, kwa sababu nia yetu ni moja, kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani.